vijana waliomtumainia Mungu wao, vijana wanaomfahamu Mungu wao fika, vijana waliomjaribu Mungu wao wakafahamu ya kwamba anasadikika hata wakati wa mitihani mikali. Anaaminika huyu Mungu, hata kuangusha, hata kushikilia, hata kuongoza, hata kutegemeza, hata kuwezesha. Vijana wa namna hiyo watafanya makubwa. Kama kijana, nenda kama Daniel ukimtegemea Mungu kwa hekima. Daniel hakufundishwa chuoni kutafsiri ndoto hata kidogo. Hakufundishwa namna ya kujibu wafalme, ni mpaka alipopitia Babeli. Lakini alienda kwenye chuo cha hekima, ambayo Yakobo anasema yeyote kati yenu akipungukiwa hekima afanye nini? Aombe kutoka kwa Mungu. Mungu anatoa hekima, hatoi tu maarifa, anatoa na hekima vile vile. Mtegemee Mungu kupata hekima. Kwa nini hekima? Unapokwenda kwenye mazingira magumu, utakutana na changamoto ambazo huna uzoefu nazo, huna elimu ya namna ya kuyakabili, lakini zinahitaji zikabiliwe hizo changamoto ili kazi ipenye, kazi iende. Muombe Mungu akupe hekima na mtegemee Mungu akuhekimishe unapokuwa katika utumishi wako mahali popote alipokupandikiza. Daniel ni kielelezo. Alitoa tafsiri za ndoto hiyo na akafahamika katika taifa la kishenzi ya kwamba hakuna mwenye hekima kama aliyokuwa nayo Daniel. Hata Belshaza alipotatizika akakumbushwa ya kwamba yuko kijana ambaye Roho wa Mungu anakaa ndani yake. Waganga wote na wachawi na wana astrologers wote, wana sayansi katika Babeli waliyashindwa yote, ikawa mfalme awakate vichwa waondoe. Daniel alipotokea akamwomba Mungu, Mungu akampa hekima in situ, hapo Daniel akaitoa njozi. Wakati mwingine Daniel alisema ngoja niende nikamwombe Mungu, mfalme, kesho nitarudi na tafsiri. Mtegemee Mungu akupatie hekima katika mazingira magumu ya kazi ya Bwana, na Bwana atakutokea. Ameshawahi kutokea, na waambia leo anatokea, na kwako kesho atatokea.